Tuachane na hayo, tuangazie haya ambapo zaidi ya wakazi 4,000 walilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mradi wa ujenzi wa bwawa la Mwache, kaunti ya Kwale, uliogharimu shilingi bilioni 20. Sasa wanaanza kujenga upya maisha yao baada ya kupata fidia ya shilingi bilioni 2 kutoka Benki ya Dunia. Mpango maalum pia umeanzishwa ili kuwasaidia watu hao kwa kutambua mahitaji yao ya kijamii na kiuchumi, kuwatafutia ardhi na kuwapa waathiriwa makazi. Kitovuni mwa kaunti ya Kwale, mradi mkubwa unaendelea katika kijiji cha Fulungani. Mradi wa ujenzi wa bwawa la Mwache wenye thamani ya shilingi bilioni 20 unaofadhiliwa na serikali ya kitaifa pamoja na Benki ya Dunia unaendelea. Mradi huo wa ruwaza ya mwaka 2030 unaolenga kusambaza maji kila siku katika eneo la Kwale na Mombasa ulisababisha zaidi ya wakazi 4,000 kuachwa bila makazi. Na huu mradi ulipoletwa na World Bank na serikali kuu, na huku kwetu kuna gatuzi, serikali ya ugatuzi, sisi tulikataa mwanzo. Mimi niliondolewa na mradi, nilikuwa kule kwa Mwache Dam, nikarudi huku. Mradi huu ulipoletwa hapa kwetu, kwa kweli kwa mara ya kwanza tulikuwa na maswali ya kujiuliza. Hii ilichelewesha kuanzishwa kwa mradi huo kwa miaka 5 kutokana na sababu kadhaa, muhimu miongoni mwao swala kuu ikiwa fidia kwa waathiriwa. Kwa hivyo mradi tangu mwanzo mimi nililipwa awamu ya kwanza. Nililipwa vizuri na wenzangu vizuri. Awamu ya pili watu wakalipwa, na kuna pesa ile compensation tulilipwa, alafu kuna pesa ya disturbance tulilipwa. Hata hivi hapa nilipo sasa mimi ninashukuru kwa sababu sasa niko na nyumba na niko na vibanda vyangu na niko na nyumba nimerenti. Sasa hii sina shida, niko nyumbani. Hili limetatuliwa baada ya kulipwa kwa shilingi bilioni 2 na Benki ya Dunia kuwafidia wakazi walioathirika. Na nikaenda sehemu ya Sembe ambayo ilinunua shamba kubwa. Hivi sasa kule nimelima ekari 10. Na tunashukuru kwa sababu tulikuwa wengine hatuna nyumba tukajenga. Tulikuwa watoto wamekaa nyumbani hawaendi shule, wawapeleka shule. Na sasa wanajenga upya maisha yao. Chini ya mpango mpya wa kuwasaidia waathiriwa hao, fedha hizo zitalenga kutambua mahitaji ya kijamii na kiuchumi ya watu walioathirika kutokana na ujenzi wa bwawa hilo, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kupata ardhi na kuwapa makazi mapya. We are supposed to undertake their resettlement, coordinating with National Land Commission to compensate them over 4 billion Kenya shillings. We've already done 2 billion shillings and the government has provided an extra 2.1 billion which we are starting to pay this month. Mnamo Machi mwaka huu, katibu katika Wizara ya Unyunyizaji Mashamba Maji, Ephantus Kimotho, alisema uzinduzi huo umepangiwa kufanyika mwaka 2027, akiongeza kuwa mpango huo mpya unakusudia kuboresha maisha ya wakazi na upatikanaji wa maji kwa ukulima. So the balance of 2 billion, we are going to be paying another 600 million in the next few months. And in the next financial year, we'll be paying the balance of 1.4 billion. Wakazi hapa wanawahimiza Wakenya wengine kukumbatia miradi yanayotekelezwa na serikali kuu pamoja na wahifadhi badala ya kuipinga. Abdiaziz Hashim, kaunti ya Kwale.